Naam, barabara kabisa ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV. Karibu sana kwenye taarifa zetu za habari. Katika siku ya leo ikiwa ni Jumatatu tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka wa 2025. Karibu sana kwenye taarifa zetu za habari. Majina naitwa ni Mteba. Tunakuandalia habari nyingi sana kutoka pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lakini na Afrika kwa ujumla. Channel yako ni Mteba TV. Endelea kusabone, subscribe, like, comment and share kwa watu wengine. Utakuwa unapata habari zaidi kutoka hapa channel yako bora sana ya Mteba TV. Endelea kusabone, utazidi kupata habari zaidi hapa kutoka channel ya Wazalendo. Unaweza kutafuta kwa namba zifuatazo: alama kujumulisha 185 933884006. Hizo ni namba za WhatsApp, unaweza kutupigia pia ukapata habari zaidi kutoka hapa channel yako bora ya Mteba TV. Leo tutazungumzia mambo mengi sana yanayopatikana pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lakini na maeneo mengi sana duniani. Lakini kwa sasa tunajikita maeneo za Katana pale. Katana tutakwenda kuzungumzia habari za Katana, lakini pia tutakwenda kuzungumzia habari ya usalama pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kila ambacho kinachoendelea na mipango yote ya vita kinachopangwa na kinachotarajiwa kupangwa. Karibu sana kwenye taarifa zetu za habari kutoka channel yako bora sana ya Mteba TV. Ifuatayo taarifa ya habari, lakini kwa sasa ni mtasari wa habari. Katana, maeneo kwenye kijiji kimoja kinachoitwa Kahungu, mapambano makali yameweza kuripotiwa maeneo yale kati ya Wazalendo pamoja na M23. Bukavu, hali ya wasiwasi inazidi kuzorota kabisa maeneo zote, watu wakiwa na wasiwasi maeneo yale, huku kazi zikikosekana, watu wakilia, wabodaboda pamoja hata na mataxi driver. Hali inakuwa ngumu sana kwa sababu pesa hazipatikani maeneo yale, ila wanazoea hivyo, lakini hali ni ngumu, huku wakilalamikia serikali iweze kwenda kuwagomboa mikononi mwa adui. Tunaelekea maeneo mbalimbali za Goma, maeneo kama vile za Masisi na maeneo Masisi na Sake. Maeneo yale M23 wanajenga barabara kabisa, wanajifiere, wanasikia raha kujenga barabara pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambazo tutakuja kubaki tu muda sio mrefu. Tutakuja kupa kwenye uchambuzi kila ambacho kinachoendelea kwenye uwanja wa vita. Karibu sana na kwenye taarifa zetu za habari kutoka channel yako bora sana ya Mteba TV. Katana, tutakuja kukamata habari za Katana, ndo kuna uondo wa habari zote, lakini bado tunachambua kwanza habari zinazopatikana maeneo za Uvira, kila ambacho kinachoendelea maeneo za Uvira. Ni kwamba makubaliano yameweza kuonekana na amani imeweza kuwa kubwa sana baada ya siku ngapi tangu tarehe 1 masasi iliweza kusikika maeneo yale ya Uvira. Lakini kwa sasa shughuli za kibinadamu, habari zote zinakwenda vizuri, watu wakipanda wakishuka, huku Wazalendo wakifanya ulinzi mkali mno maeneo yale ili kuzuia adui. Lakini tutakwenda kuangalia njia zote ambazo adui anaweza kapita, kwa sababu kwa sasa hivi adui ambaye ni M23 ambaye anaongozwa na Rwanda, hata na manchi mengine ya Uganda na Kenya pia wanaunga mkono. Kuna njia nyingi sana ambazo sasa hivi wanazitega ili wasonge mbele, wakamate Kalemie. Ndio maana Uvira ina umuhimu sana Wazalendo kukamata pale na kusimama imara, kwa sababu M23 wakikamata tu Uvira, ujue kwamba moja kwa moja vijiji vyote kuanzia Baraka, Kalemie vitaanguka kabisa, kwa sababu njia zitakuwa ni nyingi za kwenye bahari. Kwa hiyo M23 tulishawagundua mbinu zao, wanatamani sana kupata Uvira, kwa sababu bato zao sijui nini meli zitakuwa zinaenda ili zikamate maeneo za Kalemie. Lakini hicho kitu chote, njia zote zitapaswa kufungwa. Lakini watu wengine wameweza kutoa malalamiko yao kwamba lazima barabara zote na njia za kwenye bahari ziweze kufungwa mara moja wakati hapa vita inaendelea, kwa sababu imekuja kugundulika M23 na wengine wanakuja kwenye majezi zao za kiraia, wanataka tu wako naingia kwenye mji wa Uvira. Lakini tuwashukuru sana viongozi wanaoongoza Uvira ambao ni Wazalendo kabisa, wanazidi kufanya misago nyumba kwa nyumba, kwa sababu M23 wanajificha, Wanyarwanda wanajificha kwenye manyumba za wenzao mule. Tulishajua habari hizo, lakini pia itabidi kuorozesha nyumba kwa nyumba. Yoyote anayeishi maeneo za Uvira lazima ajiorozeshe
mkuu wa mtaa ajue majina ya watu wanaoikaa maeneo yale. Ndio msako unaoendelea, na kama wewe ni Mnyarwanda uko pale, utakoma kabisa kila ambacho kilichokutuma, utasema kenye kilichokutuma maeneo yale, kwa sababu msako na ukikamatwa ni shida. Kwa hiyo ulinzi ni mkali sana maeneo zote za Uvira. Lakini pia kuna njia nyingine ambayo adui anataka kupasua maeneo zile za Kaziba, ili pasue maeneo yale, aondoke kabisa, akate kabisa, afike maeneo za Minembwe huko. Hizo njia zote wazalendo wapo na wako makini. Tushapata taarifa zenu ya kwamba mnataka kudeborde, mnataka kuingia kwenye manjia mengine ambayo wazalendo hakuna. Wazalendo ni wengi, kila kijiji unachoingia wote ni wazalendo. Kwa hiyo itakuwa ni hali ngumu sana ambacho mambo ambayo yanayoendelea. Lakini tunakwenda moja kwa moja maeneo za Kaziba. Watu waweza kutupigia simu sana, tuambie habari za Kaziba inaendeleaje. Habari za Kaziba, kuna uondo, kuna mchezo fulani umechezeka pale. Wazalendo wameweza kupambana maeneo yale kabisa, maeneo za Kaziba, maeneo ambapo panaitwa Kahungu. Hali ilikuwa ni ngumu sana upande wa M23. Ilichofurahisha watu ni nini? Kilichofurahisha Wakongomani na watu wengine samani ni nini? Ni kwa mapambano yaliyoendelea ndani ya vikosi vya M23. Kulikuwa wazalendo, vijana ambao walikamatwa kwa nguvu, kabisa maeneo yale ili waende kwenye jeshi. Lakini uzalendo walikuwa nao, walipanda wanajeshi 60 kwenda kupambana maeneo zile za Kahungu. Waliisha wote. Ndugu msikilizaji na mtazamaji, hakukurudi hata umoja maeneo, kwa sababu maeneo yao makubwa kabisa ni Katana, ni Kavumu, ndo wanatoka hapo wanaenda kupigana mbele. Sasa walienda wanajeshi 60 wa M23 wamepigwa, hakukurudi hata umoja. Hapa ndipo taarifa ambazo sisi tunazipenda sana na kuzitangaza kupitia channel yako bora ya Mteba TV. Tutakwambia wamepigwaje. Wazalendo wamewapiga M23 wakafa wote. Na kitu kingine, ndani ya hao M23 kulikuwa tena wazalendo ambao walikamatwa kwa nguvu na wana uchungu, wana hasira nyingi. Mle kwenye vikosi vyao wakageuza silaha. Hivyo ndo tunahitaji, ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV. Na wewe kama ni mzalendo, najua kule kwenye mko nyinyi M23 wanawanyang'anya simu, yani wanawafanya kontrole kubwa sana. Lakini mjue kwamba ndani ya wazalendo, ndani ya M23 kuko wazalendo ndani. Sasa habari kamili kuhusu maeneo za Katana kinachoendelea. Baada ya vita kuwaka moto, wazalendo walishangaa tu M23 wanaanguka chini moja umoja wakaisha. Kuangalia vizuri, M23 anapiga wenzao, akaanza kuwapiga masasi wenzao. Manake ni M23 lakini akaanza kuua tena wenzake, jambo ambalo limefurahisha sana. Kumbe kwenye M23 kuko wazalendo wanajia. Tuliwaambia mapema kwamba kazi mnayofanya hii, mnafanya kazi bure M23, kwa sababu unapokamata mkongomani mle ndani kuna tuseme tu kuna Kongomani ambao hawajielewi, wanagombanisha kabisa kwa nguvu, kwa eti wanakuja kugomboa wengine wa Kongomani, kitu ambacho hakipo. Lakini kuna wanaojielewa ndani ya M23 wamo, waligeuza silaha pale maeneo za Kahungu na kuua vikosi vyote, kulibakia tu ule umoja aliyebakia. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, unajua sisi wote tunakupa habari. Ingekuwa kwamba habari hizi sio tamu, nafikiri singi kupandishia. Habari hizi ni tamu sana kwa upande, nafikiri kwa upande wa wazalendo ni habari nzuri, pia hata serikali pamoja na kila Mkongomani na kila mtu yoyote ambaye anakaa popote, au Mtanzania yoyote tu duniani anayesupport DRC, kwa sababu inavamiwa na nchi ya Rwanda. Watu wengi wanasema kwamba mbona Rwanda ni kainchi kadogo kana wasumbua hapa. Rwanda, hatupambana na Rwanda tu. Tunapambana na nchi nyingi. Kenya, Uganda, wamejiunga mataifa karibuni 5 huko, ndio wanapambana na wazalendo. Sasa mnapovumisha kwamba ni Rwanda tu, Rwanda ni kibaraka tu, yupo pale mbele, hana lolote. Kwa hiyo tunapoendelea na habari zetu kwenye siku ya leo, nakwambia walikufa vibaya sana, wote walikufa kwenye uwanja wa vita. Ndipo yule mzalendo ambaye alikuwa ni M23 Elombe akasimama akaambia wazalendo, kazi nzuri tumefanya hiyo, na ni kazi njema.
zile silaha zote zikaingia mwa wazalendo. Vyakula vyenyewe vilikuwa maeneo yale, na wakuu wao walikufa. Wote walikufa. Kitu ambacho maiti ilitamba, maiti ilitembea mpaka aibu. Ni aibu sana, unatuma batayo, unatuma vikosi, watu zaidi ya 100 wanakufa wote, kunapona umoja au wawili. Kitu cha aibu sana. Kwa hiyo wazalendo wamefanya kazi nzuri. Baada ya hapo hawakuikaa maeneo za Kahungu. Wazalendo hawajakaa pale, wakatoka. Kwa hiyo Kahungu iko pale, ni maeneo za machinjioni, ni maeneo za mitego na mambo mengine. Tutakuja kurejea sana kwenye habari hii, lakini ngoja tukimbie maeneo kwanza za Goma, pale ambapo naona watu wanafurahi sana, wanatuambia, "Mbona utangazi mambo za M23?" Sisi hatutangazi mambo ya M23 hapa. Tuambie ni kwamba sisi tunatangaza maendeleo za serikali yetu pamoja na wazalendo inaelekea wapi. Hatutangazi kwamba tukale tupige mastori na mambo ya M23. Sisi hatuko M23. Hatuwezi kutangaza maendeleo ya M23. Kwa nini? Lakini sisi tunatangaza kila ambacho kinachofanyika kwenye uwanja wa vita. Kama ni M23 kwa tunawataja, kama ni wazalendo tunawataja. Lakini sasa kitu kinachoshangaza, ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, maeneo za Sake kwenda Masisi M23 wanajenga barabara. Wanajenga barabara, kitu ambacho watu wengi labda walikuwa hawajui. Naona tu masimu mengi, mbona hapo barabara hivi? Yaani wanajenga barabara kutoka Sake kwenda Masisi kule kote, kama wataweka lami. Nyinyi fanyeni kazi tu, sisi tunafurahi. Kwani zile hela ambazo mnakula pale ni hela gani? Mmekamata Goma na hela zinazofanya kazi ni za Wakongomani. Pigeni barabara za lami, wekeni fresh, baadaye mtaviacha kwa sababu haiko nchi yenu. Yaani wao wanafanya kitu kama vile wamefika. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, yaani wao wameona wamefika. Mkuu wa mkoa amefika, ameona Goma ni ya kwao. Ndugu mkuu wa mkoa, wanakudanganya. Hiyo fasi lazima utaiacha kwa sababu kwanza tukushukuru kwa sababu unatujengea mabarabara. Unatuwekea mabarabara. Hiyo barabara ilikuwa imeshaharibika ya Masisi sijui wapi, ilikuwa ishaharibika vibaya sana. Kwa hiyo wewe tengeneza tu, tutengenezee hizo kwa sababu hauwezi kukula hela zetu pale za bure. Lazima ufanye kazi, baadaye utaacha. Goma alishakukamatwa miaka 2. Walio kamataka miaka 2 hawakufanyaga kama wanavyofanya wewe. Kwa hiyo wewe endelea kuboresha tu nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia. Na ukimaliza hapo, uanze nyingine barabara ya kuanzia Goma Bukavu. Zote tengeneza vizuri sana kwa sababu ni mali ya Wakongomani ambayo unaiba maeneo yale samani kidogo. Kwa hiyo tunapoendelea hivyo na habari hizo, wanapanua hizo barabara, wanatengeneza, wanakuwa wanatuambia si mnaona M23 wanafanya kazi. Vijana tunawaambia wanataka wawateke. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, hasa wewe ambaye uko maeneo za Sake, Goma, Masisi, wewe ambaye uko kule ambako wanatengeneza mabarabara, kumbuka wanapotengeneza hiyo barabara wanakusanya vijana. Vijana wanakuja pale wengi sana. Si mnaona tunawatengeneza, wanawatega jamani. Ndugu msikilizaji, wanawatega tu ili mregee eti unaona M23 wanaanza kutengeneza mabarabara. Barabara zilikuwa zimeharibika sana, wanaanza kutengeneza mabarabara. Sasa kilichonishangaza, wamefanya mkutano karibu na daraja. Daraja kwenye mto mmoja hapo, nimeusahau jina. Wakakusanya vijana, si mnaona tunatengeneza barabara, tunataka vijana muwe wengi kwa sababu tunataka amani. Kitu ambacho unataka amani kwenye nchi nyingine. Wewe ni mtusi pia Mnyarwanda, umetoka huko au tunataka amani kwenye nchi. Mbona hamjataka amani kwenye nchi zenu? Maeneo ambapo mlitoka Rwanda. Kwa hizo barabara tengenezeni, mjue kama mnatengenezea Wakongomani. Alafu kizuri zaidi wanaweka ni lami. Aise, hapo hizo hela za Kongo naona haziendi bure. Nyinyi ibeni na mtengenezee barabara, itakuwa ni vizuri zaidi. Lakini pia hali ya wasiwasi maeneo yale inazidi kuzorota wakati watu wengi wanakuwa na wasiwasi. Serikali itakuja lini? Hasa watu wa Goma walivyoona tu M23 wanaanza kutengeneza barabara, basi ndio amesema hatutatokaga tena. Na ni kweli wako nasema kwamba makubaliano yote ambayo serikali inazungumza, na makubaliano yote ambayo wanasema kwamba serikali inazungumza na Rwanda kwamba M23 hawamo, wanataka kujitoa, yani wanataka kutengeneza kama vile serikali yao. Tunasema mutatoka tu. Nyinyi tengenezeni kwanza mabarabara, zilikuwa zishakuwa vumbi, wekeni kwanza lami, mtengenezea Wakongomani faida zao. Kwa hiyo kitu ambacho kinachoendelea hapa kupitia channel ya Mteba TV, tunakimbia moja kwa moja kwenye mazingira hayo ya Uvira. Kila ambacho kinaendelea maeneo yale ni ya kwamba maeneo za Uvira amani imeimarishwa.
Sasa adui amekuja kuona amani imeimarishwa na wametafuta njia zote za kuingia Uvira, vinashindikana. Wanaanza kutumikisha na Wakongomani. Hivi wewe Mkongomani ambaye unakamata tu hela kidogo, hapo Kongo kuna mama yako, kuna baba yako, mjomba yako, shangazi yako, bibi yako, sijui babu yako wako pale. Unaenda unapitisha M23, hawajui hizo njia. Wanaowapitisha hizo njia za michochoroni ni sisi wenyewe Wakongomani. Sisi wenyewe watu wa Kongo. Tunataka nini? Wakupashe $100 uuzishe Kongo mzima kwa sababu ya $100. Hao watu wa hivi tunawatafuta na tushakamata wengi sana. Tuwaambie tu live. Wengi wameshakamatwa ambao wanaozidi kuonesha M23 njia. Kwa sababu watu ukiangalia ni wageni, hawajui misitu hiyo za Uvira, hawajui misitu hiyo za Minembwe, hawajui misitu ya Kongo. Wanaingiaje kwenye manjia eti wamedeborde? Wameingiaje kwa hizo njia? Wanazijuaje? Ni sisi wenyewe Wakongomani, na hao wanatafutwa kama wale ambao wanaowapitisha wengine maeneo za Uvira. Na wale nyoshe ingia Uvira, tuko na wakamata. Wako na kamato moja umoja. Na mswago unafanyika. Kila chef de quartier ambaye yuko maeneo yale, wanafanya uhakika kila nyumba korozesha watu na kusiwe M23. Na M23 hautamjua hivi, lazima utamjua ni Mnyarwanda, utamjua ni Mtusi ambaye anapatikana maeneo yale. Kwa hiyo mswago huo unafanyika nyumba kwa nyumba mpaka M23 waishi, kwa sababu wale walikuwa washaingia wengi sana. Walikuwa washaingia wengi tu mno maeneo. Walikuwa wameshaingia wengi sana, alafu walikuwa wanaingia tu kwenye njia yani kiuraia. Wanaingia kwenye nguo kama vile ni raia, lakini kwa sasa njia za kutoka Uvira Kalemi lazima kuna mchakato na kuna mswago mkali sana wa kila anayepanda na kila anayeshuka. Kwa ulinzi ni mkali. Sasa M23 wamekuja kugundua mchezo huo wa kwamba ulinzi ni mkali sana maeneo yote ya Uvira. Ndio wanataka sasa waanze na maana walikuwa wanataka sana wakamate Kaziba ili waanze kupanda. Lakini sasa kipigo wanachopigwa baada ya kuingia Kaziba eti wasonge mbele, wanapigwa vibaya sana. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, wanapigwa vibaya sana maeneo zote. Lakini kuna habari zingine zinavuma kwenye mtandao wa kijamii. Watu wanapeperusha picha ambazo ni za zamani mno. Za zamani kabisa, eti FRDC wamekufa. Tumeweza kufuatilia habari hizo kwamba wameua batayon nzima. Tumefuatilia sana habari hizo. Hatujaona ukweli wake kwa sababu watu wengi wanaweza kutuma mavoice, kutuma mapicha kwamba batayon nzima imekufa maeneo sitapataja jina. Tumefuatilia mpaka hizo fasi, hatujaona hizo batayon ambazo zimekufa. Batayon nzima ya FRDC haiwezi kukufa ikae kimya namna hile, kitu ambacho hakipo, kwamba kuna general ambaye ameuisha batayon nzima. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, wakasambaza habari hizo. Lakini kama sisi TV tumefuatilia sana ili tujue ukweli, lakini hatujagundua ukweli wowote kuhusu hiyo batayon ambayo imekufa. Watu wanapibilia picha ambazo ni za sijui miaka gani, depuis 2013 ndo wanapibilia. Sisi hatujaona hiyo taarifa. Kwa hiyo tu ni mbinu za adui. Unajua adui anasambaza habari nyingi sana za uongo kwenye mtandao wa kijamii. Turudi sasa moja kwa moja kwenye update zetu maeneo zile za Katana, kila ambacho kimeenda. Gari za maiti za M23 zimejaa. Afu kilichofurahisha sana na vijana ambao ni wa Kikongomani ambao walikuwa ndani ya wale wamefanya hiyo kazi. Yani wamepiga na wakasaidia wazalendo, wakafanya kazi hiyo, vikosi vyote vya M23 vikaisha pale. Unajua wameliaje? Na viongozi wao wameisha. Kipigo ambacho wamekipata maeneo maeneo zile za Katana, maeneo za Katana ambapo panaitwa Kahungu, ilikuwa ni hatari ndugu msikilizaji na mtazamaji. Lakini raia wote walijendea porini. Labda waanze kurudi mmoja sasa hivi, lakini walijendea porini kabisa kwa sababu hali halisi ambayo ilikuwa maeneo yale ilikuwa haifai. Kwa hiyo mpaka tunavyoongea na nyinyi hapa Kahungu hapo M23 ndo wapo, lakini wazalendo walitoka hawapo maeneo yale. Sasa hivi ni mtindo wa kupiga, tunachukua silaha, tunafanya mambo mengine ambayo yanayohitajika. Channel ya Mteba TV, endelea kusubscribe, like, comment, and share kwa watu wengine. Majina naitwa ni Mteba ambaye anazidi kukupa taarifa za habari kutoka hapa channel ya Mteba TV. Lakini pia tuna habari nyingi na tuna ofisi zetu ambazo zinapatikana Uvira na Bujumbura ambazo zinazidi kukupelekea vipindi mbalimbali kwenye channel yako bora ya Mteba TV. Namba zetu za simu, kama unataka kujiunga na group, ingia tu hapa kwa hii maneno
pale chini kuna nafasi ya group. Ukifinya tu pale inakuingiza kwenye group la WhatsApp moja kwa moja bila hata kuniomba ni kuunge. Wewe mwenyewe unaweza kujiunga tu hapo. Ukifinya hapo utaona kila kitu na utajiunga, kila kitu kitakuwa sawa. Tukutane tena panapo majaliwa kwenye taarifa zingine. Hapa ni saa 12 kamili ya asubuhi kwa wale ambao Marekani, lakini Afrika ni saa 7 ya mchana kabisa. Karibuni sana, majina naitwa ni Mteba. Tukutane tena panapo majaliwa kwenye taarifa zingine zinazokuja panapo majaliwa. Ciao.